Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa dhati ya moyo niwashukuru sana viongozi wa ITY. Sisi viongozi tupo wengi sana, lakini wakaona haja ya mimi nije kuweza kuwajumuika nanyi katika shughuli yenu ya leo. Asanteni sana 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 sana, Mungu awabariki sana. Lakini la pili, kualikwa ni jambo la pili, la kwanza, na kufika ni jambo la pili. Kama mnavyotambua sasa hivi tupo katika majukumu ya kibunge, lakini kwa kweli ninachotaka kuwapongeza Neema na Aisha Msofe wa tawi la Pangani. Hawa viongozi wenu ni ving'ang'anizi. Mkiwa na viongozi wa namna hii mtafika mbali, hongereni sana. Sio rahisi. Yaani nilikuwa nipo safari nje, tulikuwa Ujerumani nakumbuka. Yaani hizo voice note. Naambia kwa ni shughuli lini, naambiwa mwezi wa 11 tarehe 2. Mbona bado? Anaambia kila siku. Na mwisho jana uko wapi? Naambia nimeshafika. Ila ni kwa mara nyingine hongereni sana 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 sana. Nataka niwaambie ndugu zangu, msione vyaelea vimeundwa. Safari yoyote unapotaka kuianza mara nyingi inakuwa na changamoto. Leo nimekuja kwenye shughuli yenu, kwa kweli huwa anasemaga wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Kwa kweli viongozi wa ITY na wana ITI, hongereni sana. Haya ni mafanikio makubwa. Jipigieni makofi mengi sana sana sana. Nilikuwa hapa naangalia malengo na mafanikio, na kwa bahati wenzetu wamesema watatuonyesha kazi zinazofanywa, lakini mimi kama nilivyosema nitaenda moja kwa moja kwa ufupi tu. Nimepewa maombi. La kwanza ni juu ya mimi kukubali kuwa mlezi. Nimelipokea. Naomba nikalifanyie kazi. Nimelipokea, naomba nilifanyie kazi, tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kuipeleka mbele ITY. La pili, nimezungumzwa hapa swala la mwenzetu ana changamoto ya moyo na anatakiwa aende zake India. Huyu ni mwenzetu, ni mwanafamilia mwenzetu na anahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo na mimi sitaki nitoe ahadi, naomba nitoe mchango wangu hapa milioni 2.